أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد، ولعظمته يخشع ويركع وليسجد، ولطيب مناجاته يسهر العابد ولا يرقد، ولطلب ثوابه يقوم المصلي ويقعد. إذا قصد بالعمل ساء العبد ويفسد، سبحانه كرمه السياح ولا يحتاج إلى أن يقال جد جد. من شبه وعطل فإنه لم يرشد. ما جاء في القرآن قبلنا، وما جاء في السنة فلم نردد. أما أن تقول في القرآن برأيك فإنك تبرد. أليس هذا اعتقادكم يا أهل الخير؟ أنا كيف لا أتفقد العقائد خوفا من الضير؟ إن سليمان تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. أحمده سبحانه وتعالى حمدا من يرشد بالوقوف إلى بابه ولا يشرد. وأصلي وأسلم على نبي الذي قيل لحاسده فليمدد، وعلى آله وصحابته خصوصا منهم أبي بكر الذي للصنم لم يسجد، وعلى عمر الذي لم يزل يقوى به الإسلام ويعضد، وعلى عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يردد، وعلى علي الذي لم يزل ينسف سيفه زرعا الكفر ويحسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم وصدق نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إلى يوم الدين. إخوة الفضلاء وأخوات الفضليات، أحييكم بتحايا طيبة قائلا لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الدقيقات المعدودة وفي هذا المكان الطيب الميمون سأدلي دلوي حول قضية مهمة، قضية تاريخية التي وقعت في السنة الثامنة داخل شهر رمضان الكريم المبارك، شهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Wapenzi watazamaji wa Riyadh TV, nakaribisheni tena katika vipindi vyetu hivi vya kukumbushana mambo mawili matatu ambayo yanahusu dini yetu na dunia yetu. Leo inshallah tutagusia tukio adhim katika matukio makubwa ya kihistoria, tukio ambalo limetokea ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Nalo ni tukio la Fathu Makkah, kufunguliwa kwa mji wa Makkah. Tunafahamu kwamba Waislamu kabla ya kwenda katika mji wa Madina walipata tabu sana, waliteswa sana. Wa hadha ma'ruf wal ma'ruf la yu'arraf, na hili ni maarufu na jambo maarufu walitaji kuelezewa. Si wakati wetu leo kuelezea historia ya mtume katika mji wa Makkah, lakini tutosheke tu ya kufahamu kwamba Waislamu walipata tabu sana katika mji wa Makkah, na walitolewa wakafukuzwa kutoka katika mji wa Makkah, wakaambiwa wasichukue chochote katika mji huo. Kulikuwa kuna matajiri wakubwa kina Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, Abu Bakar as-Siddiq, lakini wakaambiwa hakuna ruhusa ya kuchukua chochote katika mji huu. Ondokeni nyinyi kama nyinyi. Mali zao nyingi wakaziacha pale. Bwana mtume akaenda zake katika mji wa Madinatul Munawwara, lakini fathun adhim ambayo Waislamu wametoka katika mji wa Madina na kuingia katika mji wa Makkah kwa ajili ya kuikomboa Makkatu al-Mukarrama. Na Fathu Makkah imetokea katika mwaka wa 8 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika 10 hili la pili, mwisho wa 10 la pili katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, iliyotokea katika mwaka wa 8 Hijria. Insha Allah katika kikao chetu hichi tugusie kichache au kidogo kama ambacho kinahusiana na Fathu Makkah. Maudhui ya Fathu Makkah ni maudhui wasi'un jiddan, ni maudhui pana sana. La yumkin an natahaddatha an hadha almawdhu' fi daqiqatin ma'duda. Hatuwezi tukaizungumza Fathu Makkah yote kwa ujumla na sababu yake katika muda huu mchache, isipokuwa tutachagua kipengele kimoja katika vipengele ambavyo vimetokea katika mwaka huo, tutavielezea insha Allah ili tupate faida katika haya mambo ambayo yanahusu dini yetu na historia yetu ya Kiislamu. Insha Allah tutazungumzia man aslama fi yawm al-fath, baadhi ya maswahaba walioslimu katika mwaka wa Fathu Makkah, yani katika kipindi hichi ambacho tutakizungumzia leo insha Allah.
walakin qabla an natahaddatha hawla man aslama fi hadhihi as-sana uridu an adliya dalwi fi sababi au fi dukhuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Makkah. Lakini kabla hatujaelezea kuelezea walioslimu katika mwaka huu, nitatumbukiza kidole changu katika kuelezea namna gani bwana mtume aliingia katika mji wa Makkah. Bwana mtume kaingia katika mji wa Makkah katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na wakati huu Uislamu ulikuwa ushanawiri, yani watu wengi washaingia katika Uislamu, na ndio maana sura tuliyotanguliza, suratul Fath au suratul Nasr, sura ya ushindi, imeitwa sura hii kwa sababu inaelezea ushindi uliopata Uislamu katika kuifungua Makkah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, na utaona watu watakuwa wanaingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi, afwajan, makundi kwa makundi. Kwa hiyo hapa Waislamu walikuwa ni wengi sana katika kipindi hichi, tofauti na mwanzo walivyokuwa katika mji wa Makkah al-Mukarrama. Sasa wakati bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anaingia na watu wake katika mji wa Makkah, makafiri walikuwa hawana uwezo wa kupambana na bwana mtume. Makafiri walikuwa hawana nguvu za kumzuia mtume asiingie katika mji wa Makkah, kwa sababu Waislamu washapata nguvu na nyuma vishapita vita vingi sana na Waislamu wameshinda. Katika vita vya Badri vilitokea mwaka wa pili mwisho, Waislamu wameshinda. Katika vita vya Uhud, ijapokuwa ushindi haukuwa kamili kwa Waislamu, lakini pia vile vile ilikuwa ni draw. Katika vita vya Khandaq vilivyotokea katika mwaka wa 4, Waislamu wameshinda. Katika vita vya Khaybar vilivyotokea mwaka wa 7, Waislamu wameshinda. Katika vita vya Mu'ta vilivyotokea mwaka wa 8, Waislamu wameshinda. Na mwaka huu wa 8 ndio wanaingia sasa Waislamu katika mji wa Makkah. Maana miezi michache ya nyuma iliyopita Waislamu wameenda kupigana na Warum, ikiwa idadi yao ni 3,000 na Warum walikuwa ni 200,000, lakini Warum walishindwa, wakaingia watu wengi katika Uislamu. Sasa bwana mtume anatoka na jeshi lake, anaingia Makkah, sasa anaenda kuifungua Makkah maulufi muallafati min ashabi rasulillah, na maswahaba maelfu kwa maelfu wanaingia katika mji wa Makkah. Makafiri wakawa hawana muhali kwa mtume, yani hawana nguvu ya kumzuia bwana mtume asiingie katika mji wa Makkah. Na bwana mtume alivyoingia katika mji wa Makkah, makafiri wote wakaanza kujitenga pembeni, wakampisha bwana mtume akawa anaingia katika mji wa Makkah salisatan sahlan, anaingia taratibu bila fujo lolote. Halafu baadaye bwana mtume baada ya kufanya mambo yake katika mji wa Makkah pale, akamwamrisha Khalid ibn al-Walid na baadhi ya maswahaba, Ali ibn Abi Talib, waingie ndani ya Makkah, wakavunja masanamu yote yaliyokuwa ndani. Masanamu yote yalivunjwa katika Al-Kaaba. Halafu baadaye bwana mtume akawaendea makafiri ambao wamejitenga pembeni, adhilla dhuafa, adhilla, wakiwa wanyonge kabisa, hawana hukumu yote na hawana uwezo wote wa kumzuia bwana mtume. Mtume akamwambia, madha tadhunnuna anni fa'ilun bikum, mnafikiria mimi nitafanya nini kwenu nyinyi? Wale wakasema, khairan akhin karim wa ibn akhin karim, tunatarajia khairi tu sisi, ewe mkarimu, mtoto au wa mkarimu vile vile. Bwana mtume akawaambia, idhhabu wa antum tulaqa, nendeni nyinyi mko huru, hakuna kuchinjwa mtu wala hakuna kupigwa mtu. Akawaacha huru maswahaba, akawaacha huru makafiri. Kuna sahaba alisema, al-yawm yawmul malhama, leo ni siku ya kulipiza kisasi. Leo hao washenzi hao walitupiga sana tulivyokuwa katika mji wa Makkah, na Waislamu waliteswa sana katika mji wa Makkah. Habab ibn al-Arati siku moja alikuwa ananyolewa. Sasa katika mgongo wake kukaonekana kuna alama mbili, yani kama misingi miwili, kuna misingi miwili katika mgongo wake. Akauliza, hii misingi ya nini? Yani alama mbili zinafanya kama misingi ya kupitia maji. Akasema, hii alama hii ina historia kubwa sana.
wakati tulipokuwa katika fi bi'atin bidaiya li da'wa, tuko katika mazingira ya kwanza katika ulinganiaji, tumeteswa sana sisi, kiasi ambacho yanawekwa makaa ya moto chini pale, halafu baadaye unavuliwa shati, yale makaa yanapangwa mistari miwili, halafu baadaye tunavuliwa shati ile, tunapitishwa katika makaa yale kama njia ya reli, na sisi ni kama ni treni ambayo inapita juu yake. Basi yale makaa yanafanya alama katika mgongo wetu, makaa ya moto, mpaka ule moto mwisho unazima kwa sababu ya mafuta ambayo yanatoka katika mwili wetu. Ndio hii alama ambayo wewe unaiona katika mgongo wangu. Habab ibn al-Arat ameteswa, Ammar bin Yasir ameteswa. Ammar ameuliwa baba yake, kauliwa mama yake, akauliwa na kaka yake. Shahidi wa kwanza kufa katika Uislamu ni Bibi Sumayya binti Khabat na baba yake mzee Yasir. Katika kitabu cha Khulasatu Nurul Yaqin, katika mlango ambao kaupa jina mwenyewe idha Quraish lisahaba, maudhi ya makuraishi kwa maswahaba, ana maelezo, anasema badaat Quraishu lamma ra'at Quraishu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asbaha azizan muhtarama imtana'u an adhahu wa aqbalu ala idhaihim lis-sahaba wa la siyama al-mustad'afin alladhina la nasira lahum wa akhadhat kullu kabilatin tu'adhibu man aslama minha bil habsi wal ju'i wad darbi wal 'atshi hatta sara al-wahid minhum la yastati'u al-julus wa la yadri ma yaqul min shiddati al-'adhab wa mimman udhibu Bilal wa Ammar bin Yasir wa akhuhu wa abuhu wa ummuhu wa Habab ibn al-Arat. Hivyo ndio ilivyokuwa namna ya adhabu alivyokuwa akipewa, kama anavyoeleza Omar Abdul Jabbar rahimahullah katika kitabu chake cha Khulasatu Nurul Yaqin. Anasema kwamba likawa kila kabila linamwazibu atakayeslimu katika kabila lile, bidharbi, kwa kumpiga, wal habsi, na kwa kumfunga, wal ju'i, na kwa kumweka na njaa, wal atshi, na kwa kumweka na kiu, hatta sara alwahidu minhum, mpaka mmoja kati ya wale wanaoadhibiwa wakawa miongoni mwao, la yastati'u aljulus, hawezi hata kukaa, ile kukaa kama nilivyokaa mimi hapa alikuwa hawezi, wala yadri ma yaqul, kile anachokisema akijui, anaropoka tu maneno, hajui hata anachokisema, min shiddati aladhab, kutokana na ile adhabu ilivyokuwa kubwa. Ammar bin Yasir anamuona kwa macho yake mama yake anauliwa, baba yake anauliwa, wanakuja Makuraishi wanasema, haya na wewe sasa uko tayari kumkufuru Hubal, kumkufuru Mola wako, kumkufuru Muhammad, tutakuachia mkufuru? Basi Ammar akasema ndio, nimemkufuru, lakini kana bilisani alhal, ilikuwa ni kwa ulimi tu, sio katika moyo. Tena pale akasema kashartadi huyo, mwacheni. Ammar bin Yasir akatoka akenda kwa Mtume huku analia, ya Rasulullah, nimetamka yale ambao wameniambia mimi niaseme katika kumkufuru Muhammad. Bwana Mtume akasema, kaifa tajidu qalbak, vipi moyo wako umeupata wakati unatamka maneno yale? Yani moyo wako ulikuwa ukoje moyo wako? Akasema, ya Rasulullah, mutma'innun bil iman, wakati natamka maneno yale moyo wangu ulikuwa unajua hasa kama Muhammad wewe ni mtume na Allah ndio Mungu wa haki na masanamu si lolote si chochote. Inna Lata wal Uzza hajarani asammani abkamani la yastati'u daf'a ad-dhurri la yanfa wa la yadhur. Akasema hakika Lata na Uzza ni hajarani, ni mawili, asammani abkamani, ni waliokuwa vipofu, ni vizini, mabubu, hawezi kuzungumza. La yastati'u daf'a ad-dhurr, la yastati'a daf'a ad-dhurr, la yastati'ani daf'a ad-dhurr, hawawezi wakazuia madhara atakayopewa. La yadhuru wala yanfa, hayadhuru alfaishi. Pale zikaja aya zikamtetea Ammar. Aya inasema illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, isipokuwa yule ambaye atakayelazimishwa lakini moyo wake uko umethibiti katika imani. Maudhi ya maswahaba yalikuwa ni mengi sana, mpaka Bwana Mtume akawaamrisha maswahaba zake waende Habasha. Kwa mara ya kwanza wakaenda Habasha wakiwa watu 11, wanaume 11 na wanawake 5, lakini wakarudi baada ya miezi mitatu. Halafu katika mwaka wa 7 baada ya Mtume kupewa utume, Bwana Mtume akawaamrisha tena wafanye hijra waelekee Habasha kwa mara ya pili. Lakini hijra ya Habasha ilikuwa ni baada al-hasar au hiswar, baada ya Bwana Mtume kuzingirwa katika Shaabu Bani Shaiba. Maana kuna kipindi Bwana Mtume alifungiwa katika maeneo fulani, ikiwa hamna ruhusa kutoka kuingia wala kutoka, hamna ruhusa kutoka nje kwenda kununua bidhaa. Ikiwa Waislamu wamekaa katika maeneo yale, katika majangwa yale, katika maeneo yale kwa muda wa miezi, hawali, hawatoki nje kwenda kununua, wala hakuna ruhusa mtu kuingia kuja kuleta chakula. Ikafika wakati maswahaba hawana chakula cha kukila wala kinywaji, wakawa wanakula mpaka majani, wanakula mpaka magome ya mti.
Ikawa kuna sahaba mmoja ameenda kufanya haja ndogo, wakati anafanya haja ndogo akakuta kama kitu kinalia ile. Baada ya kumaliza haja yake akasema nini chi? Kuangalia anakuta ngozi ya mnyama. Ile ngozi ilikuwa bado iko mbichi mbichi kidogo, haijakauka. Basi akaenda akaisafisha vizuri, akaikosha vizuri, wakaichoma, wakaitengeneza, wakala maswahaba kwa muda siku 3, kutokana na mateso aliyopata Waislamu katika mji wa Makkatul Mukarrama. Sasa hapo bwana mtume baada ya kutoka katika hiswar na mkataba ule ukaliwa na mchwa, ndio bwana mtume akawaruhusu maswahaba zake waende Habasha kwa mara ya pili. Wakafanya hijra Waislamu 73 na wanawake 11 akiwemo Jaafar ibn Abi Talib, wakaungana na Waislamu wa Yemen wakiongozwa na Abu Musa al-Ash'ari. Ninachotaka kukizungumza kwamba Waislamu walipata tabu sana katika mji wa Makka. Wakenda Madina, yani bado wanaenda Madina, washateswa Makka, wanaambiwa msichukue mali zenu, nyumba zenu, mashamba yenu, wanyama wenu, acheni hapa, nendeni nyinyi tu huko. Wakenda katika mji wa Madina. Bwana mtume anaondoka katika mji wa Madina, anaondoka katika mji wa Makka, anazungumza bwana mtume, anawaambia mji wa Makka kwa masikitiko, ya Makkata, ewe Makka, ya Makkatu, ewe Makka, wewe unajua kwamba wewe ni ahabbul biladi ilayya, ni katika miji ambayo mimi ninaipenda sana, lakini ninaondoka kwa ajili tumefukuzwa katika mji huu. Analia bwana mtume, anahuzunika, anatolewa katika mji anaopenda. Pale zikashuka aya, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, la uqsimu bihadhal balad wa anta hillum bihadhal balad. Na hapa na mji huu wa Makka, ewe Muhammad, na hapa na mji huu wa Makka, wa anta hillum bihadhal balad, na wewe ni wa halali hasa katika mji huu. Wewe ni wa halali, wamekufukuza katika mji huu, lakini kumbuka kwamba ipo siku utarudi tena katika mji wa Makka. Ipo siku utarudi. Wa anta hillum bihadhal balad. Siku gani ambayo bwana mtume atarudi katika mji wa Makka aliyofukuzwa? Ndio siku hii ambayo leo tunaizungumza. Ndio hii siku ya Makka, fathu Makka, katika mwaka wa 8. Bwana mtume anatolewa katika mji wa Makka, anaenda Madina, anatengeneza dola, anatengeneza kikosi kikubwa kabisa madhubuti cha Uislamu. Anarudi tena Makka baada ya miaka 8 kupita. Anaingia katika mji wa Makka, halafu baadaye anawakuta wale makafiri ambao walikuwa wakiwatesa maswahaba zake, akina nani na Abu Sufyan na nani wote wale, anawakuta, anawaambia, madha tadhunnuna anni fa'ilun bikum, mnadhania mimi nitafanya nini kwa nyinyi? Yesu mkitutesa sisi? Wale wakasema, sisi tunatarajia kheri tu kwako wewe, tunajua tumekutesa, tumekufukuza katika mji wako, tumewaua maswahaba zako, lakini tunatarajia kheri tu ya Rasulullah. Bwana mtume akasema, basi mimi leo nakuachieni huru. Kuna sahaba anasema, leo ndio siku ya kulipiza kisasi, leo ya Rasulullah, niachie mimi niue wote hawa. Bwana mtume la, al-yawmu yawmul marhama, leo si siku ya kulipiza kisasi, leo ni siku ya huruma. Leo la tathriba alaykumul yawm. Bwana mtume ni kigezo chetu. Mawqifu kama hii tunatakiwa kujifunze kupitia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yusuf alifanya mengi sana na ndugu zake, walimtia katika kisima, bado walitaka kumuua hasa, lakini baadaye wanatoka katika mji wa Kanaani na kuja Misri, anaambia leo hamna lawama zozote. Basi bwana mtume baada ya kuingia katika mji wa Makka akasema, leo hamna, sisi dini ya Uislamu si dini ya kuchinja, sio dini ya kuonea tu watu, nendeni na nyinyi mtakuwa mko huru. Hii ni historia fupi namna bwana mtume alivyoingia katika mji wa Makka. Sasa tueleze waliosilimu katika maeneo haya katika siku hii ya Yaumul Fathi. Ndugu zangu katika imani, siku ya Yaumul Fathi au mwaka wa 8 wamesilimu maswahaba wengi sana wakubwa katika historia. Katika mwaka wa 8 kaslimu Al-Abbas. Katika mwaka wa 8 kaslimu ameslimu Ikrim ibn Abi Jahli. Katika mwaka wa 8 kaslimu Abu Sufyan. Katika mwaka wa 8 kaslimu Khalid ibn al-Walid. Katika mwaka wa 8 ameslimu Amr ibn al-As. Katika mwaka wa 8 ameslimu Bujairu ibn Zuhair ibn Abi Sulma al-Muzani. Katika mwaka wa 8 ameslimu Kaabu ibn Zuhair ibn Abi Sulma al-Muzani. Katika mwaka wa 8 kaslimu Abdullah ibn Zibira. Katika mwaka wa 8 kaslimu Abu Talha, Uthman ibn Talha. Hawa wote tutaelezea wote historia zao. La yumkin an nukmila sira haulai jami'an, hatuwezi tukaelezea hawa wote,
lakini tutachagua baadhi ya hao tuliowataja, tutoe historia zao kwa ufupi, ikiwa wao wamesilimu katika kipindi kama hichi ambacho sisi tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuanze na Al-Abbas. Tuanze na watu wa karibu bwana mtume ambaye ni Al-Abbas, kwa sababu Abbas ni ammi yake bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye kaslimu katika mwaka wa 8 katika siku ya Al-Fath. Al-Abbas ni ammi yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana mtume ana ammi 10. Bwana mtume ana maammi 10. 6 katika ammi zake mtume walifariki kabla bwana mtume hajapewa utume. 6 walifariki kabla bwana mtume hajapewa utume, na 4 ndio waliokidiriki kipindi cha utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hawa 4 walislimu 2 na wakakataa kuslimu 2. Walislimu 2 na wakamkufuru 2 katika maammi zake. Walioslimu ni Hamza ambaye amekufa katika mwaka wa 3 katika vita vya Uhud, na ambaye ameslimu katika mwaka wa 5 tokea bwana mtume apewe utume, pamoja na Umar ibn al-Khattab, wakipishana kwa muda wa miezi tu au muda mchache sana, kama alivyosema katika kitabu cha Khulafatu Nurul Yaqin katika mlango wa Islamu Hamza wa Umar. Wa aslama Hamza wa Umar fi sanati al-5 aslama rajulani azimani min kibari Quraishi wa huma Hamza wa Umar, nao ni Hamza na Umar. Kwa hiyo Hamza ambaye kaslimu katika mwaka wa 5 akaja akafariki katika mwaka wa 3 Hijriya, na wa pili alimwamini mtume ni huyu Abbas ambaye tutamzungumza hivi punde. Ama waliomkufuru mtume katika 2 maammi zake ni Abu Talib ambaye tutataja habari zake kidogo baadaye, na Abu Lahabi. Abu Lahabi ni ammi yake mtume lakini amekufa akiwa ni kafir, ambaye imeshuka sura nzima inaitwa suratul Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla nara dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Abu Lahabi ambaye alikuwa ni mtu mkorofi sana kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Abbasi huyu ambaye kaslimu katika mwaka wa 8 Hijria katika mwaka wa Fathi, mwanawe anaitwa Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas. Mwanawe ameslimu mapema tu na ni katika masahaba wakubwa. Abbas yule ambaye ameombewa dua na bwana mtume alimwombea dua, inasema Allahumma faqihhu fi din wa allimhu at-ta'wil wa at-tafasir. Ya Rabbi, mpe elimu ya fikhi katika dini ya Abbasi huyu, na umfundishe elimu ya tafsiri katika Qur'ani. Mpaka leo ukisoma tafsiri nyingi utakuta tu qala ibn Abbas, qala ibn Abbas, qala ibn Abbas, kiasi ambacho bwana mtume imefikia hatua akasema man arada an ya'rifa al-Qur'ana tafsiran wa qira'atan, yule ambaye anataka kuisoma Qur'ani tena kuisoma kama ilivyoteremshwa Qur'ani mbichi kabisa, na aifahamu tafsiri yake kwa umakini kabisa, basi aifate Qur'ani, akaisome Qur'ani kwa watu 4. Akawataja Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b na Muadh bin Jabal. Ni watu ambao ni maskora, ni watu mafundi, ni watu ambao ni mahodari katika kuitafsiri Qur'an na kuisoma. Abdullah ibn Abbas, baba yake ambaye leo tunamzungumza insha Allah, Abdullah ibn Abbas. Kwa hiyo Al-Abbas ameslimu katika mwaka wa 8 Hijria. Abbas huyu ndugu yake ambaye anaitwa Atika binti Abdul Muttalib na Abbas ibn Abdul Muttalib. Kwa hiyo Abbasi anakuwa ni ammi yake mtume. Kwa maana hiyo Abbasi na baba yake mtume ni ndugu. Muhammad ibn Abdullahi, Abdullahi jina lake Abdullahi ibn Abdul Muttalib na Abbas ibn Abdul Muttalib. Kwa hiyo Abbasi tunamzungumza na Abdullahi ambaye ni baba yake mtume ni ndugu. Kwa hiyo bwana mtume atakuwa ni ammi yake Abbas. Abbasi ambaye katika vita vya Badri vilivyotokea katika mwaka wa 2 mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, vita vya Badri vilivyotokea katika Ramadhani ya 17, tutakuja kumueleza tena Abbasi
tutakapomueleza Abu Sufyan ibn Harbi, ambaye na yeye tutamuingiza katika mjumuisho wa hawa ambao tutawaeleza katika kikao chetu cha leo. Kwanza tumwache Abbasi hapa, tukipomueleza tuingie katika sahaba mwingine ambaye taslimu katika mwaka wa 8. Tutakuja kumueleza tena Abbasi tukimzungumza Abu Sufyan. Sahaba mwingine ambaye nimekusudia kumueleza katika hawa walioslimu katika kipindi hichi ni Abu Sufyan. Abu Sufyan ibn Harbi. Abu Sufyan pia ni mtu wa karibu sana wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Abu Sufyan huyu ameslimu katika mwaka huu, na Abu Sufyan tukirudi nyuma kidogo katika mwaka wa 3, mwaka wa 2 Hijria, wakati wa vita vya Badri, Bwana Mtume alipopata habari ya kwamba kuna msafara unatoka Sham wa kibiashara unaelekea Makka, ukiongozwa na kiongozi mmoja ambaye anaitwa huyu Abu Sufyan tunamueleza. Msafara ambao idadi yao ilikuwa ni watu 40, hawana silaha, wanatoka katika safari za kibiashara. Bwana Mtume akawakusanya na sahaba zake haraka, akawaambia hadhihi airu Quraish fakhruju ilaiha la'alla Allah an yanfarikumuha. Msafara wa Quraishi wa Makuraishi huo unatoka Sham kwa ajili ya biashara, tokeni mwende mkauvamie, mwende mkapore mali zao, mwende mkachukue mali zao, la'alla Allah an yanfarikumuha, huenda Allah akakujalieni nyinyi ikawa ni sababu ya kujilipizia mali zenu walizozichukua Makuraishi wakati mnafukuzwa katika mji wa Makka. Tumeeleza mwanzo kwamba Waislamu walifukuzwa katika mji wa Makka wameambiwa waache kila kitu wakakiacha. Wakenda Madina wakawa hawana lolote, nyumba hawana, ndo wakafadhiliwa na watu wa Madina kule. Sasa Bwana Mtume anakuja kupata habari kwamba msafara wa Makuraishi ambao umesheheni mamilioni ya mali za Makuraishi unapita sasa, unapita katika mji wa Madina, unaenda zao Makka, unatoka Sham, Syria. Bwana Mtume akawakusanya maswahaba zake wanaofika 313 akiwa yeye wa 14, akawaambia tuenzetuni tukauvamia msafara wa Makuraishi. Kiongozi wao ndi Abu Sufyan ambaye tunamzungumza sasa. Bwana Mtume akatoka akaelekea kwenda kuvamia msafara ule, lakini kabla hajafika katika msafara huo, Abu Sufyan akaja akapata habari kwamba maswahaba wa Bwana Mtume wanakuja kuvamia msafara wetu. Haraka sana akamtuma mjumbe ambaye anaitwa Dhamdham ibn al-Harith aelekee katika mji wa Makka, akawape habari kwamba msafara wenu uko katika hatari. Fa arsala Abu Sufyan rasulan wa huwa Dhamdham ibn al-Harith likay yadhhaba ila Makkah wa yukhbira Quraishan ala anna 'irahum fi khatarin 'azimin. Dhamdham akaelekea Makka, lakini Dhamdham kabla hajafika Makka, kule Makka kuna shangazi wa Bwana Mtume anaitwa Atika binti Abdul Muttalib ambaye ni ndugu na Abbas tuliyomzungumza mwanzo. Atika binti Abdul Muttalib. Kwa hiyo Atika akaota ndoto kwamba baada ya siku 3 kutaingia katika mji wa Makka hatari kubwa sana. Baada ya kuota ndoto hii, Atika akamfuata kaka yake Abbas ambaye tumemzungumza nyuma, nikasema kwamba nitamtaja tena Abbas tutakapomzungumza Abu Sufyan, kwamba Abbas akafuatwa na dada yake Atika akamwambia, Abbas kakangu, nimeota ndoto ya ajabu sana kwamba baada ya siku 3 itaingia katika mji wa Makka hatari kubwa sana. Kwa hiyo Abbas naye akatoka akaenda kumsimulia rafiki yake ambaye anaitwa Al-Walid, na Walid naye akatoka akaenda kumhadithia baba yake ambaye anaitwa Utba ibn Rabi'a, na Utba naye akatoka akaenda kumhadithia rafiki yake ambaye Abu Jahli. Abu Jahli alivyoambiwa aje kumhadithia mtu, akaenda moja kwa moja mpaka kwa Abbas, akamwambia Abbas, mmedai kwamba mmeota ndoto kwamba baada ya siku 3 kuna hatari imeingia. Ninachotaka kukwambia kwamba wanaume zenu washadai utume, sasa hivi wanataka kudai utume wanawake zenu. Kwa nini naomba hivi? Kwa sababu Bwana Mtume sasa kwa kiota ndoto, yani mwanzo wa Uislamu, mwanzo wa Bwana Mtume kupewa wahi ilikuwa ni ndoto za kweli, anaota alafu kile kitu kinatokea kweli, halafu anawaambia maswahaba zake, jamani kutatokea hivi na hivi na hivi, na ile jambo linatokea. Sasa na Abu Jahli anamwambia sasa wanaume wenu washadai utume, sasa hivi wanaanza kudai utume wanawake zenu. Yani ile kitendo cha Atika shangazi yake wa Mtume kuota ndoto, sasa na hawa wanawake zenu nao wanataka kudai utume. Amaktafaitum binubuwati abnaikum hatta tanabba'at nisaukum,
Kwa hiyo hamjatosheka na wanaume zenu kudai utume mpaka wanadai utume sasa wanawake zenu? Akamwambia, mmetuambia baada ya siku 3 kuna hatari inafika. Mimi nakwambia baada ya siku 3 kama hatujaona chochote hapa, sanu'alliqanna fil ka'bati wa naktubanna kitabatan ala annakum kadhaba, tutakuja kutundika katika Al-Kaaba na tutakuja kuandika maandiko ambayo yanasema kwamba nyinyi ni familia ya watu waongo, ni familia ya watu waongo. Na Abbas baada ya kuambia maneno yale na Abu Jahli akawa hana la kusema. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndoto kweli ameota, lakini hana uhakika, je, baada ya siku 3 ya hatari itakuja au haiji. Sasa Abbasi akawa atakuwa yuko katika hali ngumu sana ikiwa itafika siku ya 3 alafu ndoto ikawa haijatimia, kwa sababu Makuraishi kipindi hicho kusifika kwa sifa ya uongo ilikuwa ni aibu kubwa sana, ilikuwa ni aibu kubwa sana. Sasa itakuwa ni aibu ikiwa ile sifa itakuwa inatundikwa katika Al-Kaaba, tena kila mtu anayekuja kufanya hija pale katika maeneo tofauti anaona kwamba hawa ni watu, familia ya watu waongo. Lakini Abbas wakati anajibizana na Abu Jahli, mara yule mjumbe wa Abu Sufyan tunayemzungumza anaingia katika mji wa Makka. Alipofika tu pale akapanda katika jabali linaloitwa Jabal Abi Qubaisi, akakata pua farasi wake, akachana nguo yake, halafu baadaye akatamka maneno akasema, allatima, manaki hatari jamani naingia, ya maashara Quraish airukum fi khatarin, Muhammadin wa ashabuhu kharaju laha fakharuju ilaiha. Akamwambia, enyi Makuraishi, msafara wenu uko katika hatari kubwa sana, Muhammad na maswahaba zake wametoka kwa ajili ya kuvamia, tokeni kwa ajili ya kwenda kuhami msafara wenu. Pale Abu Jahli akajua, la, kumbe kweli ndoto hapa, na huyu jamaa amekuja kutoka Sham, kutoka Madina, na kuja kuthibitisha kwamba msafara wetu uko katika hatari. Rasul ni mjumbe ambaye katumwa na Abu Sufyan. Pale Abu Jahli akaandaa kikosi cha watu wanaotimia watu wanaofika 956 kwa ajili ya kwenda kuhami msafara wao. Wakati anaandaa kikosi, wako njiani sasa anaelekea kule, Abu Sufyan akatuma barua nyingine inakuja kwa Abu Jahli, inasema kwamba haina haja tena kuja huku kuhami msafara wenu, kwa sababu msafara wetu tayari ushaokoka, sasa rudini. Pale kundi lile la Abu Jahli likagawika sehemu mbili. Kuna watu wakasema, mazali msafara ushaokoka, haina haja kwenda kupigana vita, turudini. Lakini kundi jingine lisema, hata kama msafara ushaokoka, tuenzetuni tukapigane na Waislamu huko, tukawaonesha kwamba sisi ni vidume. Nuqimu fiha 3 nanhuru aljuzur wa nadhribu alqiyan wa tarqusu an-nisa wa ta'lamu al-arabu dhalika wala watazalu lana haibin. Tuenzetuni tukapigana vita, hata kama havijatokea vita, tutakaa kwa muda siku 3, tutalisha watu vyakula, tutachinja, tutapiga tarabu na wanawake watakuwa wanacheza, tutafanya fujo mpaka Waarabu wakija wakapata habari zetu wataendelea kutoogopa, atajua kwamba sisi ni vidume, sisi wana. Pale Abu Jahli akasema, sisi haturudi, lakini kuna kikundi cha watu wachache wakasema, sisi tutarudi, mazali msafara ushaokoka, kikundi kinachoongozwa na Akhnas ibn Shuraiqi. Abu Sufyan huyu ambaye katuma barua yeye asihudhurie katika vita vya Badri, na vita vya Badri ambavyo wameuawa wengi katika Makuraishi, makafiri wa Makka, vigogo wakubwa katika Makuraishi. Katika vita vya Badri ameuawa Abu Jahli, katika vita vya Badri ameuawa Abu al-Bukhturi ibn Hisham, katika vita vya Badri ameuawa Umayya ibn Khalaf, katika vita vya Badri ameuawa Utba ibn Rabi'a, katika vita vya Badri ameuawa maswahaba makafiri wakubwa. Lakini Abu Sufyan katika makafiri wakubwa yeye asiuawe katika vita hivi kwa sababu hakuenda katika vita, au wengine wanasema alienda katika vita lakini akanusurika Abu Sufyan. Halafu baada ya vita hivyo, vita vya pili ambavyo ni vita vya Uhud, Abu Sufyan huyu tumemzungumza, yeye ndo akawa ni kiongozi wa jeshi baada ya kufa kwa Abu Jahli, ambaye anaitwa ni Abu Sufyan ibn Harbi. Akawa ni kiongozi wa jeshi katika vita vya Uhud, na zile mali zilizokoka ambayo yeye alikuwa ni kiongozi wa msafara. Ule msafara uliokoka, msafara ambao bwana mtume alitaka
kuuteka, umeokoka msafara ule, zile mali ndio zimetumika kwa ajili ya kujiandaa na vita vya Uhud, vita vikongozwa na Abu Sufyan. Kwa hiyo huyu ni sahaba wa pili ambaye tumemzungumza, Abu Sufyan, ambaye kaslimu katika mwaka wa Fathu Makkah katika mwaka wa 8. Sahaba wa tatu ambaye nataka tumzungumze, ambaye kaslimu katika mwaka wa 8 ni Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid ni katika maswahaba wakubwa sana. Kabla ya kuslimu kwake tunafahamu Khalid katika vita vya Uhud nini alikifanya. Wakati bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepanga kikosi chake cha watu 50 katika vita vya Uhud, akamwambia nyie kaeni katika jabali ili msishuke. Sawa, tumeshinda au tumeshindwa. Lakini vita wakati vinaendelea vya Uhud, Waislamu wakaja wakashinda mpaka wakawa wanafukuzwa makafiri. Wale waliokuwa katika jabali wakaona wenzi wao walikuwa chini wanaokota ngawira na mali, wakasema haiwezekani. Sisi tushashinda, wenzetu wanaokota mali, sisi tukae tujue jabali, haiwezekani. Turudini, tushukeni kwa ajili ya kwenda kuokota mali na sisi vile vile. Angalia mali inavyobadilisha nafsi. Mshairi anasema almalu mayalu, mali inabadilisha nafsi. Na mwingine anasema alfulus tughayyiru nufus, mali zinabadilisha nafsi. Na mshairi mwingine anasema raaitu an-nasa qad dhahabu ila man indahu dhahabu wa man laysa lahu dhahabu fa anhu an-nas qad dhahabu. Raaitu an-nasa qad malu ila man indahu malu wa man laysa lahu malu fa anhu an-nas qad malu. Raaitu an-nasa munfadda ila man indahu fidda wa man laysa lahu fidda fa anhu an-nas munfadda. Yani mali tu hizo. Maswahaba wale baada ya kuona wenzao wanaokota mali wakahadaika na mali zile, wakashuka katika jabali lile. Wakati bwana Mtume kaambia msishuke pale pale, kumbe wa makafiri hawakuondoka wote. Kulikuwa kuna kikosi cha Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid alikuwa amejificha nyuma ya jabali, Waislamu walikuwa hawajawaona wale. Wakati Waislamu wako katika harakati za kuokota mali, tena ndio washamaliza, ndio washashinda na silaha zile ndio washazitupa, yani hawako ile vita kabisa. Yani Khalid akaanza kuwazunguka. Walikuwa ni watu kikosi kichache tu, lakini kimejiandaa, nusu wakazunguka nyuma ya jabali na nusu wakazunguka huku. Kwa hiyo Waislamu katika kokota ngawira zile, wengine wakatokezea nyuma yao na wengine wakatokezea mbele yao. Pale Waislamu wakapigwa kipigo hawajawahi kukipata katika maisha yao. Katika kitabu cha Khulasatu Nurul Yaqin katika juzuu ya pili anaelezea vita vya Uhud, anasema kada an-nasru ala al-muslimina laula anna al-mutahassinina taraku al-jabala washtaghalu bin-nahbi was-salbi falamma ra'a Khalid ibn al-Walid anna al-jabala khaliyan min ar-rummat hasarahum jami'an wa qatalahum qitalan shadida. Anaelezea hadi hii, anasema kada an-nasru ala al-muslimin, ushindi ulikaribia kuwa kwa Waislamu, laula kama tu sio wale walioambiwa wakae katika jabali wasishuke katika jabali, laula kwamba sio kama si wale walioambiwa wasishuke kushuka katika ile jabali. Tarakul jabal, wakaliacha jabali, washtaghalu bin nahbi wasalbi, wakaanza kushughulika na zile ngawira. Falamma raa Khalid ibn al-Walid, alipoona Khalid ibn al-Walid anna al-jabala, kwamba ile jabali khaliyan min ar-rumat, limepukana na wale wenye kuendea mishara walikuwa juu kule, hasarahum jami'an, akawazunguka wote Khalid, wakatalahum qitalan shadidan, na akawapiga kipigo kibaya sana. Walibaki katika jabali watu wachache tu, kiongozi wao alikuwa ni Abdullah ibn Jubairi. Katika riwaya anasema alibaki watu watatu, wengine wanasema alibaki watu 6, wengine wanasema akabaki watu 7. Almuhimu wakabaki ni watu wachache. Waislamu wakapigwa katika vita vya Badri, katika vita vya Uhud. Bwana Mtume akajeruhiwa, akavunjwa meno yake ya mbele. Bwana Mtume akajeruhiwa katika uso. Bwana Mtume akaumia sana, mpaka kuna baadhi ya Waislamu wakafikiria kwamba labda Bwana Mtume ashafariki katika vita vya Uhud. Yote nini? Khalid ibn al-Walid. Na Khalid alikuwa ni mwanajeshi mkubwa, ni komando mkubwa. Khalid huyu tumzungumze tena katika vita vya Mu'ta vilivyotokea katika mwaka wa 8. Hapo bado kidogo tukuslimu, yani baada ya kuslimu Khalid katika mwaka wa 8. Maana Khalid kaslimu mwaka wa 8, mwanzo wa mwaka wa 8 Hijria. Katika mwaka wa 7 vimetokea vita vya Khaybar. Baada ya Bwana Mtume kupata ushindi katika vita vya Khaybar, akaenda kuwafuata Warum katika vita vya Mu'ta. Mwaka wa 8 kaslimu Khalid, baada ya miezi mitatu tu ndio vinatokea vita vya Mu'ta. Yani baada ya kuslimu kwa Khalid, anakaa mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu ndio vinatokea vita vya Mu'ta.
Na vita vya Mu'ta vimetokea kwa sababu gani? Bwana Mtume katika mwaka huo alipeleka wajumbe tofauti kuelekea kwa falme tofauti. Alipeleka wajumbe kwa falme wa Kisra, wa Rum, wa Misri, wa sehemu tofauti kwa ajili ya kueneza Uislamu. Sasa kuna mjumbe ambaye kauawa, amepelekwa kwa Warum, akauliwa njiani na Warum. Na huyo ndio mtu wa kwanza kuuliwa katika wajumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu tunasema mjumbe hauawi, lakini huyo ndio mjumbe wa kwanza Bwana Mtume anampeleka sehemu alafu anauawa. Bwana Mtume akakasirika sana, mjumbe wangu anauawa, lazima niandae kikosi kwa ajili ya kuonesha adabu hawa watu. Akaandaa kikosi cha watu 3000 kwa ajili ya kupambana na Warum. Jeshi hili Bwana Mtume akasema litaongozwa na Zaid bin Haritha, lakini Zaid akifa jeshi ataongoza Abdullah ibn Rawaha. Abdullah Zaid bin Haritha ambaye alikuwa ni mtoto wa Bwana Mtume bitabani kwa kujijenga, ambaye mwanawe anaitwa Osama ibn Zaid. Halafu Bwana Mtume akasema akifa Zaid bin Haritha ataongoza jeshi la Abdullah ibn Rawaha, ambaye alikuwa ni katika mshairi mkubwa katika washairi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika mashairi yake maarufu anasema, nahnu alladhina bay'u Muhammada ala aljihad ma baqayna abada fa anzila sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina innal kuffara qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Mashairi haya kayatoa katika mwaka wa 4 katika vita vya Khandaki, wakati Waislamu wanachimba makhandaki, mashimo yale. Abdullah ibn Rawaha, Bwana Mtume akasema akifa Zaid kiongozi wenu atakuwa Abdullah ibn Rawaha. Akifa Abdullah ibn Rawaha kiongozi wenu atakuwa ni Jaafar ibn Abi Talib. Na wakati huo Jaafar alikuwa hana muda mrefu wakati anarudi katika safari yake ya Ethiopia kutoka Habasha. Nimezungumza mwanzo wakati Waislamu yamezidi maudhi kwao maswahaba, Bwana Mtume akawaamrisha wende Habasha Ethiopia. Akasema idhhabu ila Habasha fa inna fiha malikan la yudhlamu indahu ahad, kwa sababu katika Habasha ardhi hiyo kuna mfalme ambaye hadhulumiwi yoyote. Waislamu wakaenda Habasha Ethiopia kwa mara ya pili, Waislamu wanaume 83 na wanawake 11. Kiongozi wao alikuwa ni Jaafar ibn Abi Talib, na yeye ndiye alikuwa msemaji mkuu katika maeneo yale. Wakaenda katika mji wa Habasha, baadhi ya Waislamu wakarudi. Walivyosikia Bwana Mtume amefanya hijra kuelekea katika mji wa Madina, wakaungana na Bwana Mtume wakaenda hijra na wao kuelekea katika mji wa Madina. Akabaki Jaafar ibn Abi Talib na mke wake. Baada ya kubaki Jaafar ibn Abi Talib, kwa hiyo Jaafar ambaye ni msemaji mkuu wa Waislamu katika hijra hii ya Ethiopia Habasha, yeye ndio akawa ni kiongozi wa 3 aliyechaguliwa na Bwana Mtume katika vita vya Mu'ta. Na tukumbuke kwamba Jaafar amerudi Ethiopia katika mwaka wa 7 mwisho mwa mwaka wa 7 Hijria. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kumalizika tu kushinda katika vita vya Mu'ta akatamka maneno, leo nina furaha mbili kubwa, sijui ni furaha hiyo ipi. Nina furaha ya kushinda vita vya Khaibar hivi, na nina furaha ya kurudi kwa Jaafar kutoka Ethiopia. Maswahaba akamwambia sherekea zote. Kwa hiyo katika mwaka wa 7 mwisho Jaafar anarudi Ethiopia, anakuja Madina. Katika mwaka wa 8 mwanzo vinatokea vita vya Mu'ta. Bwana Mtume akasema huyu Jaafar ambaye karudi juzi, yeye atakuwa kiongozi wa 3 baada ya kufa viongozi hawa wawili, ikiwa wa kwanza ni Zaidi, wa pili ni Abdullah ibn Rawaha na wa 3 ni Jaafar. Halafu Bwana Mtume akasema ikiwa atakufa hawa 3 tena mtaangalia nyinyi wenu nani mumpe bendera awe anaongoza kikosi hicho cha jeshi. Wapenzi watazamaji, tukiendelea kidogo na kuelezea baadhi ya watu walioslimu katika mwaka wa 8, sasa hivi tunamuelezea Khalid ibn al-Walid. Vita, watu walipofika katika uwanja wa vita, walipofika maeneo ya Jordan, Urdun, katika sehemu inaitwa Ma'an, katika uwanja ule wa vita, sasa Waislamu wakaja kupigwa na mshangao mkubwa wakati wanawaona Warum ni watu wengi sana, amwajum min albashariyatin tatalatamu, yani ni watu wengi, yani utafikiri ni mawimbi tu ya bahari, yani namna watu walivyokuwa wengi. Mpaka kuna baadhi ya maswahaba akasema, hapa lazima tupelekee barua Madina, tumpelekee Mtume barua, tumwambie aongeze kikosi kingine cha jeshi hichi, kwa sababu sisi tuko wachache na Warum wako ni wengi. Warum walikuwa ni 200,000, lakini Waislamu walikuwa ni 3,000. Hasa angalia masafa yaliyokuwepo kati ya idadi ya 200,000 na 3,000 ni makubwa sana. Kwa hiyo Waislamu walikuwa ni wachache na Warum walikuwa ni wengi sana katika vita hivi. Mpaka
Wengine wakawa wanasema bora tuhairisheni vita jamani, turudini, tutakuja kubalizwa sote. Hili jeshi letu litakuja kumezwa mara moja na Warumu hawa. Akainuka Abdullah ibn Rawaha ambaye yule kiongozi wa pili aliyechaguliwa. Akasema ayuhan nas, akazungumza, ayuhan nas, enyi watu, hichi mnachokitaka kukimbia, huwa alladhi akhrajtukum min buyutikum innal ladhina takhafuna anhu huwa alladhi akhrajtukum min buyutikum au akhrajakum min buyutikum. Hichi ambacho mnataka kukimbia hapa ndicho kilichokutoeni katika majumba yenu. Wa nahnu qaumun, na nyinyi mnatambua kwamba sisi ni watu, la nuqatilu biquwwa wala bikathura, hatupigani kwa nguvu zetu wala kwa wingi wetu. Nahnu nuqatilu lillah wa li ajli llah, sisi tunapigana kwa ajili ya kutegemea nguvu za Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu vita vyote walivyopigana walikuwa ni wachache, na vita vyote vilivyotokea walivyopigana Waislamu walikuwa ni wachache kuliko makafiri. Makafiri walikuwa ni wengi kuliko Waislamu, na vita vyote wameshinda, isipokuwa vita vimoja tu ambao Waislamu walikuwa ni wengi kuliko makafiri, na vita hivyo Waislamu wakafungwa, wakapigwa, ambavyo ni vita vya Hunaini. Ni vita vya pekee ambao Waislamu walikuwa ni wengi kuliko makafiri na wakapigwa Waislamu katika vita vya Hunaini. Lakini vita vya Tabuk, vita vya Khandaq, vita vya Badr, vita vya Uhud, vita vya Banu Quraiza, vita vya Banu Qainuqa, vita vya Banu Nadhir, vita vya Tabuk, vita vya Fathu Makkah, vita vya Ghazwat Dhati Salasil, vita vya Hunain, vita vya Khaybar, vyote na Banu Mustalaq, vyote hivyo Waislamu walikuwa ni wachache, isipokuwa vita vya Hunain tu walikuwa ni wengi na wakapigwa. Sasa nawaambia na wakumbusha, mara nyingi sisi tunapigana vita tuko wachache sana, lakini leo itakuwaje muogope kupigana na hawa Warum? Na sisi ni kawaida yetu, sisi tunashinda kwa ajili ya Allah, tunapigana kwa iman. Kwa hiyo Warum Waislamu baada ya kupewa mawaidha yale na Abdullah ibn Rawaha wakaanza kudhibiti tena. Pale Abdullah akamalizia kusema imma nasru wa imma shahada, hapa hatuondoki, ima tushinde au tufe mashahidi. Mpaka ileweke leo hapa, kama vile alivyosema Abu Jahali kule tulimtaja mwanzo, hapa arudi mtu kama msafara ushokoka, tutaenda hivyo hivyo, tutapigana vita, ima tushinde au tupigwe. Na ninakwambia Abu Jahali yule aliyosema vile katika vita vile, yeye ndo kauawa. Alikufa Abu Jahali katika vita vya Badri. Yeye aliyosema hapa leo kitaeleweka kweli, na kweli kimeeleweka, maana ameuliwa Abu Jahali katika vita vya Badri. Kwa hiyo Abdullah ibn Rawaha anasema leo kitaeleweka, na yeye anasema kitaeleweka, na yeye tuone je atakufa na yeye katika vita hivi. Vita vikaanza. Vita hivi Waislamu vimepigana kwa muda wa siku 9. Siku 9 havijawahi kutokea vita vikubwa kama hivi. Siku 9 watu wako uwanjani tunapigana vita. Asubuhi mchana usiku, asubuhi mchana usiku. Ilipofika siku ya 6, yule kiongozi wa kwanza Zaid bin Harith anakuja kuuawa katika vita. Siku ya 6 Zaid bin Harith anakufa katika vita hivi. Bendera ikachukuliwa na Abdullah ibn Rawaha. Abdullah akapigana naye katika siku ya 8 akafa Abdullah ibn Rawaha. Bendera ikachukuliwa na Jaafar ibn Abi Talib, na yeye Jaafar akaja akafa katika usiku wa kuamkia katika siku ya 9. Ule usiku wa kuamkia katika siku ya 9 ndo anakufa Abdullah Jaafar ibn Abi Talib. Bendera ikaanguka chini. Maana bendera alivyouliwa nani? Zaid, bendera ilianguka chini ikawahiwa kukamatwa, akapewa Abdullah. Abdullah anauliwa, bendera itakuanguka ikawahiwa, akapewa Jaafar. Jaafar wakati amekamata bendera, kwa bahati mbaya akaja akazungukwa na makafiri, akazungukwa. Yule farasi wake akajeruhiwa, amelala, haendi mbele wala rudi nyuma. Pale akatokezea kafiri, akampatiliza Jaafar, akamkata yule mkono ambao umekamata ile bendera, na ikiwa Uislamu amemzongea Jaafar ili asije akajeruhiwa kiongozi wao. Baada ya kupigwa mkono wake wa kulia ambao umekamata bendera itakuanguka, akaiwahi kwa mkono wake wa kushoto. Bendera amekamata kwa mkono wa kushoto nao ukakatwa. Bendera itakuanguka, vibutu viwili hivi vilivyobaki akaikamata bendera hivi ili sianguke. Na wanasema kwamba bendera ikianguka, yani kitendo cha bendera kuanguka ni ishara kwamba Waislamu wameshindwa. Yani lile neno la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah lisianguke chini. Litaangukaje? Sasa fanya inavyowezekana, lakini neno lile lisianguke chini. Bendera inataka kuanguka chini, akaiwahi kwa vibutu vyake viwili vilivyobaki vya mikono. Pale kafiri akampatiliza Jaafar, naye akauawa. Jaafar
baada ya kuuawa sasa ndio bendera kwa mara ya kwanza katika vita hivi inaanguka chini, bendera ya Waislamu ya la ilaha illa Allah. Baada ya kuanguka chini, Waislamu wote wakarudi nyuma kidogo, wakarudi nyuma sasa, wakaanza kujipanga upya. Akatokezea sahaba mmoja akairusha bendera mpaka kwa Khalid ibn al-Walid ambaye tunamzungumza sasa hivi. Khalid ibn al-Walid akaikamata bendera. Tumesema wakati huo Khalid ndio ana miezi mitatu tokea kusilimu kwake. Khalid ibn al-Walid, kwa nini apewe bendera? Kwa sababu anaaminiwa, anajulikana huyu mtu katika masala haya ni ahlum bihi, ni mwenyewe hasa katika masala ya vita. Khalid ibn al-Walid yeye mwenyewe anasema, nimepigana vita, laqad qataltu zuhaa 100 mawqi'atin fil jahiliyyati wal islam, nimepigana vita zaidi ya 100 wakati niko kafiri na nipo katika Uislamu, na sijawahi kushindwa hata katika vita vimoja. Tumeona katika vita vya Uhud mambo aliyofanya, na katika vita vya Mu'tah tutamuona namna gani atakapofanya Khalid ibn al-Walid. Na anasema kwa bahati mbaya ilikuwa ninatamani nife, niwe kama komando, niwe shahidi, nife vitani, lakini kwa bahati mbaya nakufa vitandani kama mtoto wa kike vile anakufa kitandani. Anasikitika kwa nini anakufa vitandani, kitandani. Vita vyote alivyopigana Khalid ibn al-Walid, anazungumzia ushujaa. Kwa hiyo Khalid baada ya kupewa bendera, siku ya 9 sasa, siku ya 9 asubuhi yake akapanga kikosi sasa kivita zaidi, kiufundi zaidi, anakipanga kikosi Khalid ibn al-Walid. Akasema, jamani, sisi tuko wachache, tukifanya masiara tutakuja kumalizwa haraka sana. Kwa hiyo ninachotaka munisikilize haya ninayokuambieni. Nataka wale watu ambao walikuwa wakikaa mbele, safu za mbele kupigana, watoke wao waende nyuma, na wale wanaokaa nyuma watoke waje mbele. Wale wanaokaa ubali wa kulia watoke waende kushoto, na ubali wa kushoto watoke waende ubali wa kulia. Anataka kufanya nini? Anataka kuwababaisha makafiri. Halafu akasema nataka watoke watu 50, watoke kwa kujificha bila kuonekana, halafu baadaye waje huku tena akitoka watoke na bendera. Bendera zile zibadilishwe maandishi, kama yameandikwa kwa rangi nyeusi yaandike kwa rangi nyeupe. Halafu baadaye watoke na farasi, halafu waje kwa kasi, waonekane kama ni watu wapya wanaingia katika vita, ili kuwababaisha makafiri. Makafiri wanarudi vitani sasa asubuhi yake, wanaona mbona hawa watu sio tuliowazoea, kwa sababu mimi nikipigana katika ubali wa kushoto, bila shaka wale watu ambao wako karibu yangu nitakuwa nimezizoea zile sura. Muda siku 9 lazima utazizoea sura. Hapa ipo nani, hapa ipo Utba, hapa ipo Uthman, hapa ipo Ali, hapa ipo Dhamdham, hapa ipo nani, hapa nani, na utazoea tu zile sura. Sasa anakuja kukuta hawa watu ambao nimewazoea mbona sio, na wale walokaa ubali wa kushoto kule nasema mbona hawa sio watu tuliowazoea, na wale ambao sema mbona hawa sio, na wale wa nyuma wote wamebadilishwa, yani formation imebadilishwa, saa imepigwa hesabu ya nguvu, subtraction, super hesabu inaitwa hiyo. Kwa hiyo pale sasa zikapita katika fikra zao wale makafiri kwamba hawa Waislamu washapeleka barua Madina, washaletea jeshi jipya. Kumbe wale waliochoka, wale watu 3000 waliochoka kiasi kidogo, wale watu ambao wametoka na bendera, linakuja sasa jeshi la watu 50 likibeba bendera, linapiga takbira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wanaingia, wakasema sasa hapa washaongeza watu wengine, makafiri wasema washaongeza watu wengine, na jeshi jingine hilo kwa linakuja sasa. Jamani, tuondokeni. Ikiwa wale watu 3000 tumeshinda kuwapiga sisi watu 200,000, na jingine ndio jeshi jingine linakuja huko, tukifanya masiara hapa tutakuja kumalizwa, tuenzetuni au wakenda zao. Ikani mbinu ni simple sana basi kuwamaliza. Unajua kuna mambo mengine hayahitaji nguvu, akili tu basi. Akili tu basi. Kuna kisa cha watu 3 kimetokea kwamba kulikuwa kuna mmoja alikuwa ni nahamun, yani ni mtu ambaye nahimun, ni mtu ambaye anapenda sana kula, ni mroho. Na kuna mwingine yeye ni mtu ambaye anaongea sana, anapenda sana kuropoka, ni msemaji sana. Akizungumza akisifu kitu tafikiri kile kitu ndio chenyewe kabisa. Na kuna mtu mwingine alikuwa ni mtu wa karate, anapenda, ni mtu hodari sana kupigana ile karate. Wameenda safari watu 3 hawa, basi kwa bahati mbaya akaja akavamiwa na majambazi. Kuvamiwa sasa, yule ambaye anapiga karate sasa, huu ndio wakati wake wa kuwasaidia wenzake. Akatoka akakunja mkanzu yake ile, akaanza kupigana nao wote. Akapiga kipigo vizuri tu, katia adabu vizuri tu. Sasa yule anayezungumza yule
Yeye si mpiganaji, lakini yeye kazi yake ni kuzungumza tu maneno tu. Akawa anazungumza tu, piga ngumi, piga tikitaka. Wewe vipi bwana? Ile style na kufundisha ile iko wapi? Mbona uitumii? Tumia ile. Basi yule anapiga tu. Yule mwingine mzee wa kula, yeye alichokifanya baada ya kuwasaidia wenzake, ametafuta mapoti ya vyakula alipo, anapiga tonge tu. Anakula tu. Sasa huyu mwenye uwezo kupigana anachezesha vizuri kipigo wale maadui wale majambazi wakaona huyu peke yake anatupiga. Halafu inavyoonyesha huyu ni mwanafunzi huyu. Mwalimu wake yule pale anaongea sana pale. Yule ndio mwalimu yule. Sasa huyu mwanafunzi tu anatuendesha hivi. Je, akija yule mwalimu itakuwaje? Na yule kule mwingine ndio anza anapiga tonge naye atia nguvu sasa ili akipiga ngumi yake inakuwa ni mzigo sasa. Hapa tuanze tu wakaenda mbio hao wote. Kumbe ilikuwa ni jeshi la mtu mmoja tu basi. Unaona? Jeshi la mtu mmoja. Kuna watu wengine wao kazi yao kuzungumza tu, hawapigani, lakini hao mazungumzo yao peke yake ni draw. Hassan bin Thabit alikuwa ni mshauri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini historia inasema alikuwa ni mtu ambaye ni jaban, ni mtu ambaye ni moga sana, hawezi kuingia katika vita akapigana. Lakini vita vyake ilikuwa ni ma'arakatul kalam, ilikuwa ni vita vya maneno. Anatoa mashairi, halafu baadaye kwa mashairi yake anatia hofu makafiri, wanakimbia. Hassan bin Thabit tutakuja kumzungumza tutakapomzungumza Abdullah bin Zubair katika kikao hichi pia vile vile. Kwa hiyo Khalid akapanga formation ile mpaka makafiri wakaenda mbio wakakimbia. Waislamu wakawa wanafukuza makafiri huko, wanakata vichwa vyao nyuma, wanawapiga mpaka vita hivi vikamalizika. Ikawa ushindi ni wa Waislamu. Na hawakuwa wao isipokuwa ni watu wachache tu, kwa sababu Bwana Mtume jeshi alivyolipanga akamwambia, mnapopigana msivamie tu. Mtakuja kumaliza mara moja. Mnaenda mnapiga alafu mnarudi. Msije mkavamia tu, mvamie mmoja mtakuja kumalizwa. Wakauawa watu wachache na wakashinda Waislamu katika vita vya Mu'ta. Bwana Mtume vita hivi akawa anavitangazia kama anavyotangaza mpira katika redio unavyotangazwa. Akawa anaanza kuzungumza kwa sababu anaelezea watu wa Madina ambao wao hawakubahatika kuhudhuria katika vita, walemavu, vipofu, wagonjwa, wanawake, watoto ambao sheria imewaruhusu wao wasende vitani. Laisa ala al-a'ma harajun wala ala al-a'raj harajun wala ala al-maridhi haraj. Kwa hiyo anawazungumzia wale watu ambao wapo Madina pale, nini kinaendelea katika uwanja wa vita, katika vita vya Mu'ta. Anasema jamani, sasa vita vimeanza. Bendera amechukua Zaid bin Haritha, Zaid anauawa. Bendera anachukua Abdullah ibn Rawaha, na Abdullah namuona yeye anauawa. Bendera akaichukua Jaafar ibn Abi Talib, naona Jaafar na yeye anakwenda. Jaafar anakata mkono wake wa kulia, Jaafar anakata mkono wake wa kushoto, Jaafar anakamata bendera kwa vibutu vyake, na yeye Jaafar anauawa. Anaeleza kile kinachotokea katika uwanja wa vita vya Mu'ta, mpaka wale waliokuwepo katika maeneo yale yanayosimuliwa habari zile wakawa wanatoka na machozi. Kwa nini na mimi sija kuwepo katika uwanja wa vita huu nikapata kubashiriwa na Bwana Mtume kama alivyobashiriwa wenzetu pepo? Basi Bwana Mtume anasema huyu Jaafar sikakata mikono yake huyu. Sasa hivi namuona Jaafar yuko peponi, namuona Jaafar. Ile mikono yake basi Allah akampambao, akawa anazunguka katika uwanja wa vita, katika uwanja wa pepo. Anazunguka kampambao wa Jaafar. Anatembea tu. Waqad awwadha Allahu Jaafar janahaini yatiru bihima fil janna. Baada ya jeshi hili kurudi katika vita, Bwana Mtume akamsifu sana Khalid ibn Walid. Akamwambia, Khalid, hongera sana kwa ulichokifanya. Nusratu wawe Khalid, nusratu wawe, lakini kwa mbinu zako ulizozitumia, kwa baraka na uwezo aliokujalia Allah, umeweza kulinusuru jeshi la Waislamu. Kwa hiyo hapo Khalid ndo akapewa ile nickname ya Asadullah au Saifullah. Kati ya mawili ya nickname haya, Asadullah au Saifullah al-Maslul. Upanga wa Allah ulikuwa una sumu kabisa, au ulikuwa mkali. Kwa hiyo Khalid akapewa nickname ya upanga wa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na tukio hilo. Kwa hiyo hapo ndo Khalid akaingia rasmi katika Uislamu na akaendelea kupigana tena na tena katika vita vitakavyoendelea insha Allah.
na Khalid huyu ameyafanya mambo makubwa katika ukhalifa wa Sayyidina Abu Bakari radhiallahu anhu, wakati Waislamu wamertadi baadhi yao na kudai utume baadhi yao, akina Musailamatul Kadhab, Malik ibn Nuwaira, Aswadul Ansi, Tulaihatul Asadi na wengineo waliodai utume. Khalid wote akapigana nao vita na akamuua Malik ibn Nuwaira ambaye kadai utume. Lakini hayo naona tusieleze sana kuhusu Khalid, tutaenda sana kwa sababu wako wengine ambao tunataka tueleze katika hawa walioslimu katika mwaka wa 8. Miongoni mwa walioslimu katika mwaka wa 8 ni Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ni katika maswahaba wakubwa wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye alikuwa akisifika kwa sifa ya adh-dhaka. Sifa ya adh-dhaka kwamba ni mtu ambaye ana akili, ni mtu mwerevu sana. Na tunaona sifa yake hivi namna bwana Mtume amewapeleka maswahaba zake katika ardhi ya Habasha, na makafiri wakawatuma watu wawili, miongoni mwa hao ni Amr ibn al-As aende Habasha kwa ajili ya kutia fitna, ili wale maswahaba waliokwenda kule aseme kwamba hawa bwana wamekimbia katika mji wao, ni wakimbizi, kwao tupeni watu wetu. Kumbe si wakimbizi, ni Waislamu wameteswa, wameenda kule Habasha kwa ajili ya kwenda kujikinga. Kwa hiyo Amr ibn al-As akataka wale watu warudi katika mji wa Madina wa Makka ili waendelee kuwatesa. Kwa hiyo Amr ibn al-As habari zake ni ndefu, naye ameyafanya mengi katika khalifa wa Abu Bakari, wa Umar na Uthman, na inshallah tukutane tena katika kikao kingine kueleza, au kikao cha vita ya Fathu Makkah nambari 2, kueleza watu walioslimu katika mwaka wa 8. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.